Hayawi hayawi huwa ndivyo wahenga husema. Hatimaye kocha Mang'oba Mng'iti na wasaidizi wake akina Kagisho Dikakio, kina Ethafia, kina Simo Draza, lakini vile vile kina Valodia wameanza kazi kuisuka Yanga mpya kwa ajili ya msimu ujao 2026 2027, ambao malengo yake ni kutetea taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 6 mfululizo, kulitwaa taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambalo kwenye msimu uliomalizika 2025/26 Yanga ilipoteza likatua kwa watani zake wa jadi Simba, kombe la Muungano, lakini kubwa zaidi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika Yanga ivuke hatua ya makundi, iende mbali zaidi, ikibidi mpaka fainali, ikibidi ubingwa. Lakini mbali na yote, kubwa zaidi kwa fundi huyu Mang'oba Mng'iti, nimetarajia kuona Yanga ya chini ya uongozi wake, chini ya utaalamu wake, ikiongeza zaidi umahiri wake wa kumiliki mpira kiasi ya kwamba kuwafanya wapinzani wake wataabike dakika zote 90 za mchezo, lakini pia ikifika zaidi kwenye lango la wapinzani na kufunga mabao mengi zaidi. Sifa hizi ndizo za kocha Mang'oba Mng'iti katika timu mbalimbali alizowahi kuzifundisha, na ikumbukwe alishatumia miaka 12 akiwa na Mamelodi Sundowns, klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika hivi sasa kwa mujibu wa CAF, akiwa kama miongoni mwa maafisa wa benchi la ufundi, kama kocha msaidizi, kama kocha mkuu. Lakini msimu uliomalizika 2025/26, msimu ambao ndio kwake wa mwisho katika ligi kuu Afrika Kusini kabla ya kutua Yanga, alikuwa katika klabu ya Golden Arrows. Mang'oba Mng'iti ameitwaa Golden Arrows ikiwa ni timu ya kawaida sana, inapambana isiteremke daraja. Ni timu ambayo haina rasilimali za kutosha, hasa eneo la kuchezea za wachezaji waliojaa vipaji katika kuanzia langoni mpaka kwenye eneo la ushambuliaji, kwamba Golden Arrows wana wachezaji wazuri, lakini kamwe huwezi kulinganisha na klabu aliyotoka kabla ya kujiunga Golden Arrows, kwa maana Mamelodi Sundowns. Lakini vile vile Golden Arrows huwezi kulinganisha na Yanga juu ya namna inavyokusanya vipaji kwa ajili ya kusuka kikosi chake. Sasa pamoja na kuwa katika Golden Arrows akitoka Mamelodi Sundowns, Mang'oba Mng'iti na timu yake akina Dikakio walifanya mambo makubwa kwenye timu hiyo ambayo kabla ya msimu uliomalizika 25/26 ilimaliza katika nafasi ya 12 kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini PSL. Msimu wa nyuma yake ilimaliza nafasi ya 9, lakini kubwa zaidi namna ilivyokuwa ikicheza. Ujio wa Mang'oba Mng'iti ndani ya Golden Arrows uliibadilisha sana. Katika mechi nyingi, ukiondoa zile walizocheza na wakubwa kama Mamelodi Sundowns, ni wao ndio waliokuwa wakimiliki mpira zaidi, walikuwa wakifika zaidi kwenye eneo la mwisho kufanya majaribio ya kufunga kulinganisha na ilivyokuwa hapo kabla, kiasi ya kwamba kile alichokifanya Golden Arrows akikihamishia Yanga, matarajio ni kuona kile ambacho alikizungumza wakati Yanga walipomtambulisha rasmi kama ndiye kocha wao mkuu, akitoa nafasi ya kocha Pedro Gonçalves. Yeye Mng'iti alishasema mashabiki wa Yanga waitarajie kwamba inakwenda kutetea taji la ligi kuu Tanzania bara, kwamba malengo yake makubwa ni pamoja na kutoa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika, huku pia aina ya mchezo wake akigusia kwamba itakuwa inamiliki zaidi mpira kiasi cha kuvutia, kwamba wao watakuwa wanacheza kwa kasi huku wakipasiana kwa pasi fupi fupi, lakini vile vile kwamba atakuwa akiwafanya wapinzani wake wanapopata mpira basi shinikizo linakuwa kubwa ili miliki ya mpira irejee kwa Yanga. Haya aliyasema na hatimaye ameanza kukifua kikosi hicho. Matarajio ni kuona haya aliyoyasema yote yakiingia vichwani mwa wachezaji wa Yanga, ili mwisho wa siku wana Yanga wafurahi, Watanzania wafurahi kwa wakilishi wao hawa katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kama ilivyo kwa watani zao wa jadi Simba, kwamba waende kufanya vizuri na kupeperusha vyema bendera ya nchi na bendera ya Yanga. Iko vipi? Mang'oba Mng'iti alikotoka, kwa mfano Golden Arrows nilikogusia, alithibitisha juu ya haya anayoyasema. Golden Arrows kwa mfano ya 2023/2024 ilimaliza ligi kuu ya Afrika Kusini katika nafasi ya 9. Ilimaliza ligi kuu ya Afrika Kusini ikiwa imepiga mashuti 255, ikiwa inamiliki mpira kwa wastani wa 44%, ikiwa imemaliza ligi imefunga mabao 30, imeruhusu mabao 44. Lakini Golden Arrows chini ya kocha Mng'iti msimu uliomalizika 2025/26, umiliki wa mpira, timu hii nilitaka kuielezea kwamba ni ya kawaida sana, kwamba si miongoni mwa zile zinazomaliza kama bingwa au kushika nafasi ya pili kuwakilisha nchi ya Afrika Kusini katika ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini akaipandisha kutoka kule ambako ilikuwa
inamaliza chini. Hatimaye katika msimu uliomalizika 25-26 Mang'oba Mng'iti na benchi lake wakiwezesha Golden Arrows kumaliza katika nafasi ya 6 ya ligi kuu ya Afrika Kusini. Ni nafasi ya juu mno kwa klabu ya Golden Arrows kwa miaka ya karibuni, kwa sababu wao walikuwa kama nilivyotoka kueleza, msimu wa nyuma yake nafasi ya 12, wa nyuma yake nafasi ya 9, wa nyuma yake ilimaliza nafasi ya 9. Lakini kubwa zaidi ni kwamba mechi 30 za ligi kuu ya Afrika Kusini Mang'oba Mng'iti na timu yake ya Golden Arrows ilipiga mashuti 339. Kumbuka 2023-24 msimu kabla ya msimu huu uliomalizika walipiga mashuti 255, lakini sasa wakapiga mashuti 339. Ongezeko hilo linatokana na kile anachokisema kwamba timu yake anapenda inapomiliki mpira basi iwe inafika zaidi eneo la mwisho na kufanya majaribio ya kufunga. Matokeo yake kwenye mashuti 339 ikafunga mabao 34 na kuifanya iwe timu ya 3 kwa kufunga mabao mengi katika ligi kuu ya Afrika Kusini msimu uliomalizika, vinara wakiwa Orlando Pirates mabao 58, Mamelodi Sundowns waliomaliza nafasi ya pili katika ligi kuu ya Afrika Kusini, Orlando wakiwa mabingwa, walifunga mabao 57. Ya 3 ikawa Golden Arrows ambayo kwenye ligi ni nafasi ya 6, kwenye kufunga mabao ni nafasi ya 3 kwa mabao 34, lakini akapindua meza juu ya kuwa na goal difference chanya kutoka hasi, yani tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, kwa sababu msimu uliopita au msimu wa 2023-24 na utaje tu kama mfano, Golden Arrows kufunga mabao 30, kuruhusu mabao 44, ilikuwa na hasi 14. Lakini msimu uliomalizika Golden Arrows ilikuwa miongoni mwa timu chache sana katika ligi kuu ya Afrika Kusini kati ya timu 16 kumaliza na tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu chanya, kwa maana kwamba ilifunga zaidi kuliko ilivyoruhusu, kwa sababu iliruhusu mabao 33. Kumbuka ilifunga mabao 34. Kwa hiyo tofauti ya mabao ni chanya moja. Kwa Golden Arrows ni jambo kubwa sana. Kwa timu nyingine kama Yanga, Simba, goal difference ya chanya moja sio kitu, lakini sio Golden Arrows. Lakini ni matokeo ya kile ambacho alikifanya. Kwa hiyo umiliki wa mpira kutoka kwa yenyewe inakuwa dominated katika mechi nyingi, ikiwa inamiliki kwa wastani wa 44%, wapinzani wakimiliki kwa wastani ya 56%. Golden Arrows msimu wa 2023-24 chini ya Mang'oba Mng'iti kwa msimu uliomalizika 25-26 Golden Arrows ikawa inamiliki mpira kwa wastani wa 51%, huku ikiruhusu mabao machache, ikifunga mabao mengi, ikifika mara nyingi zaidi kwa wapinzani kwa mashuti yale 339 natoka kueleza. Sasa haya yote maana yake akitua ndani ya Yanga, jambo la haraka linalotarajiwa kuonekana pamoja na yale aliyosema kwamba Yanga iendeleze utamaduni wake kumiliki zaidi mpira. Mng'iti anaikuta Yanga inamiliki zaidi mpira ndio, lakini matarajio ni kuiona ikimiliki zaidi, pengine ile kopi ya Mamelodi Sundowns akiwa anaitumikia kwa misimu 12. Muda wote Mamelodi umiliki wa mpira katika baadhi ya mechi mpaka 70%. Kwa mfano msimu wa 2023-24 Mamelodi Sundowns ikiwa na kocha Rulani Mokwena, wasaidizi wake akiwemo Mang'oba Mng'iti, kwenye mechi iliyochezwa kule nchini Afrika Kusini Mamelodi walimiliki mpira kwa 74%. Yanga mechi nzima walimiliki mpira kwa 26%. Sasa mechi za namna hiyo Mamelodi zipo nyingi za kwamba wanamiliki mpira zaidi ya 70%. Mang'oba Mng'iti anajua walikuwa wanafanya nini Mamelodi muda wote iwe yenyewe ni dominant katika mechi, yani ishinde, ifungwe, sare, ilikuwa inamiliki zaidi. Hiyo mechi dhidi ya Yanga iliisha kwa suluhu, Mamelodi wakaja kufuzu hatua ya nusu finali, maana ilikuwa robo finali, kwa kuifunga Yanga kwa matuta, maana iliisha kwa suluhu kule Afrika Kusini kama tunakumbuka vizuri. Yani pamoja na yote bado ilimiliki mpira kwa zaidi ya 70%. Sasa mpira ule bila shaka utakuwa ni sehemu ya mipango ya Mng'iti kuifanya Yanga icheze Mamelodi. Yanga ya Mng'iti ya Mamelodi. Labda cha ziada ni kwamba kwenye umiliki wao iwe sasa ikifika zaidi kama aliweza kuifanya Golden Arrows kwa stats, kwa takwimu zilizotoka kuzieleza juu ya ilivyoimarika katika kufika eneo la mwisho kulinganisha na ilivyokuwa kwa mfano 2023-24. Matarajio ni kuona akiibadilisha pia Yanga kwamba sio tu inamiliki mpira kwa sideway passes, pasi kushoto kulia, pasi nyuma, la hasha, inafika eneo la mwisho na kufanya majaribio mengi. Msimu uliomalizika 2025-26 Yanga kwa mara ya kwanza ndani ya misimu mitano ilikuwa timu ya pili kufika eneo la mwisho kwa wapinzani na kufanya majaribio ikipiga mashuti 289. Watani zao jadi Simba waliongoza kwa kupiga mashuti 305. Lakini hapo kabla ni Yanga ndio ilikuwa ikiongoza zaidi katika kila msimu juu ya kufika eneo la mwisho na kufanya majaribio wakati kitoa ubingwa kuanzia msimu wa 2021-22. Kivipi? 24-25 Yanga ilipiga mashuti 360, kinara wa mashuti katika ligi kuu Tanzania bara, Simba wakipiga mashuti 320.
23-24 Yanga ilipiga mashuti 347, kinara wa mashuti ligi nzima. 22-23 Yanga ilipiga mashuti 337, kinara wa kupiga mashuti, ikiwa ni kiashiria cha kufika zaidi eneo la mwisho kwa wapinzani na kufanya majaribio ya kufunga. Ilipiga mashuti 337. 21-22 wakati kitoa ubingwa chini ya Nasreddine Nabi unbeaten, Yanga ilipiga mashuti 309. Ndio timu iliyopiga mashuti mengi kuliko timu zote katika ligi kuu Tanzania bara, lakini msimu uliomalizika ikaangushwa na watani zao jadi Simba kwa kuwa ya pili. Ingawa kwenye kufunga mabao Yanga ilifunga mabao mengi 71, Simba ilifunga mabao 54, lakini mimi nazungumzia juu ya kufika eneo la mwisho na kufanya jaribio ya kufunga. Sasa chini ya Mng'iti, kwa hiki alichokianza na benchi lake la ufundi, kuisuka Yanga mpya, Yanga ya Mng'iti, Yanga yenye test ya Mamelodi Sundowns, wana masanda wana. Matarajio ni kuona eneo hili pia ikifanyia kazi, kirejesha utawala wake wa kufika zaidi kwa wapinzani na kufanya majaribio ya kufunga. Bila shaka kuna mambo mengi mazuri kama Mangoba Mng'iti, style yake ya kucheza itakamatwa vizuri na wachezaji wa Yanga. Bila shaka ni wakati wa kwenda wana Yanga kuenjoy soka sambusa, soka biriani, lakini kubwa zaidi ambalo ni changamoto kwa Mng'iti ni kuona wakati wa kucheza soka la kuvutia, soka sambusa, soka biriani lenye pasi nyingi zaidi kama Mamelodi, lakini basi na iwe inashinda kama Mamelodi, sababu hivi sasa tunapozungumza Mamelodi ni klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika ikiwa na alama 73, wanaofuatia Al Ahly ya Misri wakiwa na alama 66, lakini Mamelodi Sundowns ndio mabingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ndoto ambayo bila shaka wana Yanga wanapenda sana kuiona ikitekelezwa kivitendo chini ya Mng'iti. Kinyume chake itakuwa changamoto kwake. Matarajio ni makubwa zaidi kwake kutokana na ukweli kwamba nyota alionao Golden Arrows aliyoibadilisha na kuwa timu inamiliki zaidi mpira kutoka kuwa yenyewe inatafuta mpira muda mwingi. Nyota alionao Golden Arrows aliwabadilisha na kuwafanya washambulie zaidi na kufunga zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali, huku ikiruhusu mabao machache. Nyota alionao Golden Arrows aliwafanya wapambane kiasi cha kumaliza katika nafasi ya 6 katika ligi kuu ya Afrika Kusini kutoka kuwa inashika nafasi ya 12, nafasi ya 9. Ni dhahiri kwamba kwa msuli ule ule, kwa uwezo ule ule alioonyesha Golden Arrows, akiuhamishia kwenye Yanga ya Alan Okello, Peodo Pacome Zouzoua, Dickson Job, Bakari Ndomo Mnyeto, Ibra Baka, Mudathi Yahya Bass, Peodo Pacome Zouzoua, Maxim Pia Zengeli na wengineo. Ni dhahiri kwamba anaweza akapiga hatua zaidi, kwa sababu hao kutoka kuwataja ni wachezaji ambao ni full package, kipaji cha hali ya juu, na wameshathibitisha ubora wakiwa chini ya Miguel Gamondi na makocha wengine mbalimbali ndani ya Yanga. Sasa chini ya Mng'iti akileta tu kile cha Golden Arrows kwa mfano, tayari matarajio ni kuona kuna mabadiliko makubwa ndani ya Yanga, ambayo kauli mbiu yake kwa kuelekea msimu ujao ni kwamba mwakani tena.